Kuna hili tukio ambalo lina trend, limetokea ndani ya mji mkuu wa kiserikali wa Marekani, Washington DC, sehemu ambayo watu wenye power zaidi Marekani walikuwa wamekusanyika sehemu moja, wakicheka, wakila, wakipati kwa kile ambacho wanakiita uhuru wa habari, freedom of speech. Lakini ndani ya sekunde chache sauti za risasi zilikatiza kila kitu. Na swali sio nini kilitokea, swali ni lina maana gani? Nilikwambia sometimes muda ambao jambo linatokea ni muhimu kuliko hata jambo lenyewe. Najua umeshasikia mengi, lakini kwenye hii session nitakupa mambo kadhaa. Kwanza tutaanza na kulielewa tukio lenyewe, kwamba nani alikuwa pale na mshambuliaji alifikaje karibu kiasi hicho kwenye tukio ambalo lina rais wa Marekani, makamu wa rais na waandishi wa habari on top, bila kuwasahau wafanyabiashara wazito. Kingine nitakusaidia pia kuelewa location. Hili ni fumbo ambalo wengi huchanganya, kwamba hii dina huwa inafanyika wapi. Kutokana na hili jina lake, wengi huwa wanahisi inafanyika Ikulu. Kwa hiyo wakisikia tukio kama hili wanashangaa, Ikulu mtu anawezaje kuingia? Lakini tutarudi nyuma hadi mwaka 2011 na specific kwenye episodi yangu hii ambao nilikuelezea usiku ambao Barack Obama alimcheka hadharani Donald Trump kwenye tukio ambalo wachambuzi wengi wanaamini ilichochea safari yake ya kuingia Ikulu. Lakini pia tutaangalia kwa nini Trump alikataa kuhudhuria hii dina kwa miaka yote, na kwa nini kurudi kwake mwaka huu kunaifanya stori hii kuwa na uzito wa kipekee. Na mwisho tutachambua pia kile kinachosemwa na wachambuzi kwamba hili tukio linamaanisha nini. Asante kwa kila ambaye unafuatilia MDC Updates. Kwa hiyo ninachofanya mimi ni kukupa zile doti muhimu kwenye tukio ama situation, ili ukiendelea kusikia updates nyingine sasa unakuwa tayari unaelewa kwa sehemu kubwa baadhi ya mambo. Naitwa Grayson Gideon. Kama una issue yoyote ambayo inahitaji kifaa cha ujenzi, kwa maana ya fundi ambaye anakusumbua kwa sababu ya vifaa, ama tu kazi inachelewa kwa sababu ya vifaa vya ujenzi, na waamini sana Comadre. Ukienda dukani kwao kuna hivi vifaa ambavyo vinatumia battery, ni wanaita cordless. Na utofauti wa Comadre Tools ni kwamba hawakupi tu vifaa, wanaweza pia kukurecommend mafundi kwa sababu wana mafundi wao, lakini zaidi ya yote hata vipuri vya hivyo vifaa wanavyo. Kwa hiyo inawezekana unamuona fundi ambaye anateseka, wewe ni fundi, kwa sababu kifaa chake labda kimeharibika kitu fulani, pale unaweza ukaenda wakakurekebishia ama wakakupa ushauri pia kwamba kifaa hiki unaweza ukatumia hiki. Issue za ujenzi bana zinahusisha gharama. Kwa hiyo ukitaka kupunguza gharama na kuokoa muda, ukiwatafuta Comadre watakusaidia kwa namna nyingi, iwe ni tatizo la vifaa au tatizo la rasilimali watu. Na waamini Comadre ni watu ambao nimefika ofisini kwao, na mfahamu pia bosi wao Victor jinsi ambavyo anaamini sana kwenye issue ya ubora wa kitu kuliko kuzingatia tu faida. Na hawa ndio sponsor wa MDC Update. Twende tuingie kwenye tukio la dina. Kwanza tuielewe hii dina ni nini. Kila mwaka Marekani huwa na hili tukio maalum, linaitwa White House Correspondents' Dinner. Inaandaliwa na White House Correspondents Association. Hii ni kama association ya waandishi wa habari wa Ikulu. Najua Marekani wana brandi sana kitu kinachoitwa free speech. Kwa hiyo mojawapo ya hiyo injili ni pamoja na kuwa na uwazi when it comes to mahusiano ya serikali na media. Kwa hiyo White House ni eneo ambalo media mbalimbali zina correspondent wao, yani wawakilishi ama maripota. Kwa hiyo unakuwa we ni reporter wa White House. Kwa hiyo popote ambapo serikali inakwenda,
Maana yake ni kwamba kuna waandishi wa habari ambao wako pale kwa ajili ya kazi hiyo, na serikali ina wajibu wa kuwapa taarifa kila kinachotokea Ikulu. Kwa hiyo ni mfumo wao. Sasa wanaka umoja kao ambako hako ndo uwaga kanaanzisha hii dina. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo linawakutanisha waandishi wa habari wakubwa, viongozi wa nchi na mastaa kwenye meza moja. Lakini hii dina ina kitu cha kipekee zaidi. Kwanza, rais anaruhusiwa kuchekwa hadharani. Na ndio maana unaonaga comedian anapanda jukwani. Niliipenda sana hii ya Trevor Noah. You realize how amazing it is. Like in America, you have the right to seek the truth and speak the truth, even if it makes people in power uncomfortable, even if it makes your viewers or your readers uncomfortable. You understand how amazing that is? I stood here tonight and I made fun of the President of the United States, and I'm gonna be fine. I'm gonna be fine, right? Na anawarosti viongozi, anawarosti maraisi, na kila mtu anacheka, na hii inakuwa ni kama culture ya Marekani ya hiki wanachokiita freedom of speech. Sasa tuielewe location ya hili eneo ili uweze kuelewa pia hili tukio. Watu wengi wanadhani hii dina inafanyika Ikulu kwa maana ya White House, lakini uhalisia ni kwamba hii dina huwa inafanyika kwenye hoteli kubwa hapa Washington, inaitwa Washington Hilton. Hii sio Ikulu na sio eneo la kijeshi. Ni hoteli ya kawaida kabisa ya kifahari ambayo ina ukumbi mkubwa unaoweza kuchukua zaidi ya watu 2,000. Kwa hiyo hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba ulinzi ni mkali kwa siku hiyo tu ya eventi, na ni mazingira ya kiraia, civilian environment wanaita. Nadhani unafahamu hata Tanzania kuna hizi hoteli, nchi nyingi kuna hizi hoteli. Kwa hapa Tanzania nadhani ni Hyatt, ni moja ya hoteli ambayo ni ya kiraia, lakini matukio mengi nyeti yanafanyika. Zipo hizo sehemu. Kwa hiyo hii hoteli pia ni maarufu kwa sababu ya hili tukio. Sasa nini kimetokea mwaka huu? Ilikuwa ni kwenye saa 8:30 usiku. Dina inaendelea, vicheko viko juu, watu wanacheka, viongozi wamekaa mezani, lakini nje kidogo ya ukumbi huu kuna mtu alikuwa amekaribia eneo la kuingia. Huyu jamaa alikuwa na bunduki 2, shotgun na handgun. Nadhani unazifahamu tofauti hizi bunduki pamoja na visu. Sasa eneo la tukio sio ndani ya ballroom, ni kwenye security screening area. Yani sehemu ambayo watu wanakaguliwa pale, ndipo mwamba amekamatiwa. Kwa hiyo sauti ilisikika eneo lile. Mwanzo ni kama waliokuwa ndani ya ukumbi hawakusikia vizuri risasi. Mpaka taarifa zilivyoanza kusambaa, ndo watu wakaanza kulala kwenye meza, ndo stories za kuanza kumtoa pia rais pale na viongozi wengine zikaanza. Kwa hiyo ikawa ni mshike wa namna hii. Na panic ikaanza. Hizi video nadhani umeziona, na waandishi wakubwa walikuwa mita chache kutoka eneo lililokuwa linatokea, kwa sababu ni eneo la kuingilia. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikuwa hapo pia. Wazee wa kazi, usalama wa taifa walireact faster, na mshambuliaji akakamatwa na rais akatolewa ili eneo na viongozi wengine. Kifupi ilikuwa mshike ndege tunduni. Na moja ya maafisa walikuwa wanalinda hapa alipigwa risasi, lakini uzuri alikuwa amevaa ile bulletproof na ikawa imeokoa maisha yake. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape.
The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person. Kwa hiyo kama ulivyomsikia Trump hapo, ndivyo tukio lilikuwa limetokea. Sasa swali kubwa likawa, je, huyu mwamba amewezaje kufika hapa? Kwanza inabidi uelewe vitu kadhaa. Ukisikia tukio la bunduki Marekani, kwenye episodi zetu za nyuma tushajadili hiki kitu kwamba, na by the way, bunduki kwa Marekani zipo nyingi. Wanasema Marekani bunduki ni nyingi kuliko idadi ya wananchi wao, kwamba kila mwananchi ana bunduki 3. Yaani kuna hadi za akiba. Inawezekana kwa sababu mimi mtu kama mshemeji yangu unaona anamiliki bunduki 3. Yani lakini unaona za nini? Lakini imekuwa ni rahisi sana kumiliki bunduki. Na nchi zinatengeneza bunduki, sasa wafanyaje mzee wangu? Kwa hiyo ukisikia tukio la bunduki Marekani ni kama unavyosikia tukio la visu au mapanga huku Tanzania ama Afrika. Kingine ndo hicho kwamba hili eneo ni hoteli ambayo ni ya kiraia na sio ikulu. Kwa hiyo mtu anaweza akaingia akakaa hotelini kama mgeni wa kawaida, anaweza akapanda lift pia, akazunguka kwenye corridor na akaja kutokea eneo hili la screening ambapo watu wanaingilia kwenye ukumbi. Hii inaitwa security perimeter bridge. So sio kwamba alifika rais alipo, lakini alikuwa na uwezo wa kufika hili eneo kwa sababu ni hoteli ya kawaida ya kiraia. Na wanasema by the way, mwamba alikuwa amechukua chumba hapa hotelini. Sasa ndo huyu mshambuliaji ni nani? Tumemuona amepostiwa kwenye hii mitandao na Trump mwenyewe kamposti. Kwanza kabisa, huyu mwamba sofa umemfahamu kama jina la Cole Thomas Allen. Ni chali tu wa miaka 31 hivi, na bado taarifa nyingi utazidi kusikia kuhusiana na yeye, lakini sofa wanachosema ni kwamba inaaminika alikuwa ni lone wolf. Yaani ni one man army, kwamba alikuwa hayupo nyuma ya kikundi chochote, na Trump mwenyewe anaamini kwamba mwamba alikuwa anamtafuta yeye. Na kama nilivyokuambia alikuwa anakaa kwenye hii hoteli. Na motive bado haijajulikana, ndo hivyo watakuja wataeleza labda nini ambacho alikuwa anataka jamaa, lakini kuna vitu kadhaa ambavyo naweza nikakupa hapa kuielewa hii situation. Tukirudi 2011 kuna hii dina ambayo nilielezea kwenye hii episode, utaifuatilia, ambayo Barack Obama alimcheka hadharani Trump. Na Trump aliingia kwenye hii dina kama mtu maarufu, sio mwanasiasa, ni wale mastaa. Na inaelezwa kwamba hii ilikuwa ni moja ya sababu ya kwa nini leo jamaa alipata hasira za kuwa rais. Ukifuatilia hii episode yangu utaielewa zaidi. Kwa nini Trump alikuwa hataki hii dina? Unajua Donald Trump hajawahi kuhudhuria hata mara moja kwa miaka mingi hii dina, tangu kipindi kile. Sababu ya kwanza ni kwamba ni mahusiano yake na media. Trump anaamini media ni enemy of the people, kwamba ni adui wa watu. Ndio neno lake maarufu lile, fake news. 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 It's fake. Fake news. Fake news. Fake news. Fake, fake, fake news. Kwa hiyo mahusiano yake ndio kwa nini haingiagi. Lakini jambo la pili, hakutaka kudharauliwa tena. Baada ya ile 2011 aliepuka haya mazingira ya kurostiwa. Kama unamfuatilia Trump ni mtu wa mimi, kwa kujipakulia minyama. Sasa mtu wa kujipakulia minyama mara nyingi anakuwa ana kinga ndogo sana dhidi ya kurostiwa, hasa mfanyabiashara kama yeye ambaye amekuwa kwenye media muda mrefu. Unajua Trump alikuwa ni mtu wa stunt, yani kiki muda mrefu. Kwa hiyo anajua sehemu kama hizi sio sehemu ambazo unaweza ukatoka salama. Na sababu ya tatu ni control ya image. Hii dina haina script kamili. Matukio mengi waga yana script kwamba litazungumzwa ili huyu atazungumza hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaya control kama wewe ni kiongozi. Watu wanaofanya PR ya watu maarufu wanafahamu. Kwa hiyo tatizo la hii ni kwamba sheria yake mojawapo ni kwamba haina script. Kwa hiyo kwa Trump hii haikuwa dina, ilikuwa ni battlefield ya maneno. Na sasa baada ya kukataa miaka yote 2026 akatangaza kuhudhuria. Na ilikuwa ni story. CNN waliripoti kwamba hatimaye Trump atahudhuria
ile dina ambayo hajaenda muda mrefu. Kwa hiyo ilikuwa ni exclusive, ni dina ambayo ilikuwa kwa mara ya kwanza wanaona linatokea na Trump yupo. Ghafla hili tukio linatokea. Kwa hiyo hili linamaanisha nini? Moja, Marekani imegawanyika sana, political tension iko juu na watu wana strong emotion. Kwa sababu nimekuambia vita ambayo inaendelea sasa hivi Iran na maisha yalivyo Marekani na kila kitu ambacho Trump alikisema kwenye ahadi zake za kampeni ni kama ameenda against nacho. Na ni kwa mara ya kwanza Marekani iko vitani, wakati kitakwimu huku nyuma inaonyesha kwamba wananchi wengi hawakubaliani na hiyo vita. Na wengi wanaamini kwamba Israel ndio inakokota Marekani kwenda huku na inamuona Trump kama ni kibaraka wa Israel. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kwamba hizo hasira za mtu mmoja mmoja zitatoka wapi. Jambo la pili ni simbo imevunjika. Kwa sababu hii dina ilikuwa inaonyesha tunaweza kucheka pamoja, na sasa hivi imeonekana kwamba hata katikati ya vicheko risasi inaweza ikaingia. Kwa hiyo imeharibu tu ile image ya hili tukio la dina. Tatu, kuna watu wameanza kuhoji kuhusiana na security. Kwamba huyu mwamba aliwezaje kufika hapa? Sawa, ni hoteli ya kiraia, lakini si huwa kuna taarifa zinajulikana huyu jamaa ameingia hapa, ni nani na nani wako chumba gani, tunaamini kwa jinsi tunavyoifahamu intelligence ya Marekani, tunaamini tukio likiwa linafanyika sehemu kama hii, basi umechekiwa mpaka hoteli za majirani nani kaingia, vitu vingi, right? Lakini nikupe uhalisia tu, kuna mwamba amewahi kuingia kwenye geti la Ikulu, akakimbia hadi kabisa kufikia karibu kabisa na Ikulu bila ya kukamatwa. Kwa hiyo nachojaribu kukuambia ni kwamba ukisikiliza interviews za watu ambao wamewahi kufanya kazi kwenye idara za ulinzi za Marekani, wanakuambia no, sisi ni binadamu pia. Kuna wakati kuna hizo loopholes, sio kwamba kunakuwa kuko tight hivyo. Kwa hiyo huwa inatokea kwamba wanajua hapa ni Washington. By the way, unafahamu kwamba Washington DC ni jimbo ambalo limepewa hivyo kwa sababu ya hadhi. Lakini lenyewe ukifuatilia episode zetu za nyuma tulikuelezea kuhusiana na Marekani inavyo function. Kuna Washington ambayo ndio jimbo lenyewe liko mbali, na huu ni mji wa kiserikali ambao umepewa hadhi ya jimbo tu kwa sababu hii. Kwa hiyo wanaamini kuna ulinzi mkubwa sana. Lakini ndio hivyo limetokea. Jambo la 4 ni Trump anatumia hili tukio kwa sababu ameanza kupusha idea ya kujenga ballroom mpya ambayo ina security kali. Na hii ni staili ya mwamba kwamba katikati ya machafuko yeye huwa anaangalia chance iko wapi. We looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room and it's much more secure. It's got... Na kama umepita mitandaoni utakuwa umeona jinsi ambavyo imerudi tena ajenda ya kujenga ukumbi mpya ndani ya Ikulu ambao utakuwa na ulinzi zaidi, ajenda ambayo Trump amekuwa akiipushi muda mrefu na watu wakiwa wanaipush back, wakiwa wanasema kwamba ni matumizi mabaya ya pesa za serikali, kwa sababu tayari hizo kumbi za kufanya shughuli kama hizi zipo kwa watu binafsi. Ukizingatia pia Marekani ni nchi ya kibepari. Kwa hiyo watu binafsi wana nguvu sana when it comes to biashara, na huwezi tu kufanya mambo yako wewe kama rais. Lakini sasa hivi unaweza ukaona hata mitandaoni tweet na watu wengi wakiwa wanasema tusisikie tena mdomo wa wale ambao walikuwa wanahisi kwamba Trump alikuwa anaongea kitu kisicho na maana. Usishangae pia watu wale conspiracy theorists wakasema ametengeneza ili aweze kupitisha hili. Na amefanikiwa sana kwenye biashara yake kwa sababu ya hiyo. Through chaos, yeye anaona chance. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba miaka 13 iliyopita mtu mmoja alichekwa mbele ya dunia. Na leo hii mtu huyo yupo ndani ya ukumbi huo. Lakini safari hii
vicheko vinakatishwa ghafla na milio ya shaba hewani. Na swali sio nani alipiga risasi, swali ni dunia sasa imebadilika kiasi gani, kwa sababu huu inawezekana ni mwanzo tu. Kwa wachambuzi wengi, hii ina tafsiri nyingi. Wengi wanaona ni coincidence, tukio la mtu mmoja lililohusiana moja kwa moja na siasa pana, lakini wengine wanaona ni dalili ya hali ya Marekani ya sasa, nchi ilivyogawanyika sana kisiasa, ambapo hasira zimeongezeka na hata matukio ya kijamii yanaweza kugeuzwa kuwa ni target. Kuna ambao pia wanaona ni engo ya symbolism, kwamba Dina ambayo iliwahi kuwakilisha uwezo wa serikali na media kucheka pamoja, sasa imeingiwa na sauti ya risasi, na kutoka kwenye utani hadi sasa hivi ni hofu. Swali linakuwa kubwa zaidi, kwamba ikiwa tukio lililokuwa linaonyesha power ya democracy linaweza kufikiwa na hofu kirahisi hivi, imagine mfumo wenyewe uko kwenye hali gani? Na labda kama ilivyokuwa mwaka 2011 ambapo watu walicheka bila kujua athari zake za baadaye, inawezekana kabisa kwa tukio la leo linaacha alama ambayo bado hatujaielewa vizuri, kwa sababu historia ina tabia moja ya ajabu. Mara nyingi inaanza kama utani, halafu inageuka kuwa kitu kingine kabisa. I hope nimekuongezea kitu kwenye hiki unachokisikiliza, na utazidi kusikia mengi kuhusiana na updates za hii story, lakini kilichopo ndo hiki kuhusiana na hii Dina na kwa nini Trump alikuwa anaikataa na kwa nini limetokea hili. Mengine zaidi, endelea kumakinika nasi hapa MDC Update. Naitwa Grayson Gideon. Please, kama hujasubscribe, kwa kufanya hivyo inatumia sekunde chache, lakini unaisaidia sana hii channel kufikia ile ndoto yangu ya kuwa na subscribers 100,000. Naona tunaelekea kwenye 50 sasa hivi, tunaigawa nusu. Kwa hiyo naamini wale ambao wana view tu content zetu, nikiangalia namba yenu, mnatosha kabisa kufikisha subscribers 100,000, ambayo itanifanya sasa nifanye full time humu kwenye hii channel. Tukutane kwenye episode ijayo. Asante, ubarikiwe tena na tena.